Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama Tabora, na kama mliona wachezaji wetu, kitu ambacho walipata kama wakati mgumu asubuhi ni uchovu. Unajua safari ya ndege ya alfajiri, maana yake inabidi uamke mapema sana. Uamka mapema sana, wamefika airport na kufika hapa Tabora. Tumekuwa na kama 1 hour hivi ya mapokezi. Mashabiki walikuwa wengi sana kinyume na matarajio ambao tuliyaweka. Kwa hiyo wakafika hotelini wakawa kama wana uchovu hivyo wa usingizi. Kwa hiyo wakalala masaa zaidi ya 3-4, wameamka wako fit kabisa na wamekuja hapa zoezini. Nafikiri nyote ni mashuhuda, wamechangamka na wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kiafya mpaka sasa hivi training inavyoendelea, wote wako sawa, hatuna majeruhi yoyote kwenye timu ambayo imesafiri kuja hapa, na Mwenyezi Mungu atujalie mazoezi haya mwisho leo yasitengeneze majeraha yoyote, lakini pia tusipate mgonjwa yoyote, kwa sababu unaweza kufanya mazoezi vizuri ukafika hotelini ukapata homa, ukapata maradhi yote, ukashinda kushiriki kwenye mchezo. Mwenyezi Mungu atujalie, na naamini tukiamka salama, afya ikiwa nzuri, basi mashabiki ambao wamejitokeza leo uwanja wa ndege kuja kuipokea timu kesho watapata burudani hapa Al Hassan. Kukosekana kwa wachezaji kama Clatous Chota Chama, Stefano Ziziki, Kennedy Musonda, Halidi Aucho, pengine kuna namna mchezo unaenda kuwa mgumu kwa upande wenu? Mchezo ungekuwa mgumu hata hao watu wangekuwepo, kwa sababu hizi nyakati za mwisho kuelekea kufunga msimu hakuna mechi nyepesi. Kwa hiyo sisi hatujiandai na mchezaji mmoja, tunajiandaa na timu nzima, kwamba timu yetu ikishakuwa hivi, akija mpinzani mgumu kiasi gani tutacheza naye kupata matokeo mazuri. Of course ni wachezaji wakubwa wenye profile kubwa na wana mchango mkubwa kwenye timu yetu, lakini hawa ambao wamekuja pia hapa Tabora ni wachezaji wakubwa na wao pia wana mchango mkubwa kwenye timu yetu. Kwa hiyo atakayepewa nafasi kesho kulingana na mipango ya mwalimu atakwenda kuitumia nafasi vizuri kwa ajili ya kutupa furaha sisi wanachama na mashabiki wa Young Africans. Ni hamna maswali? Kauli ya Christina Mwagala ambaye imeendelea kwa ikichachawiza na kuleta mambo mengi ambayo yanaenda kuongeza chachu kiasi gani kwenye mchezo huu. Mimi unajua toka siku ya kwanza nilikuwa nawaambia mimi kwa daraja ambayo niko nalo nitakuwa mtu wa ajabu kama nitaanza kubishana na kauli za Christina. Ana level yake, mwacheni akae hapo kwenye level yake, azungumze maneno kwa level yake, alafu sisi wa level nyingine tunaendelea na shughuli nyingine. Acha tuuache mchezo ubakie kuwa mchezo na mchezo ndio uzungumzwe. Tuache mchezo uzungumzwe, players wapewe nafasi, technical bench wapewe nafasi, tuache game ichezwe. Mambo mengine haya hayana nafasi. Na mimi toka siku ya kwanza niliwaambia niko hapa kwa ajili ya kuizungumzia Yanga. Atakaye katiza mbele kwenye Yanga yetu tashughulika naye. Sasa Christina amekatiza kwangu, kwa mimi siwezi kudili naye. Lakini semaji nataka mtu akatize kwa hii timu hapo, tutadili naye. Sawa, semaji pengine ungelizungumzia hili la yeye kupa wewe masaa 24 kuweza kuomba msamaha. Pengine watu wanataka kusikia kauli yako. Wewe hujaona hiyo kama ni kichekesho? Hii ya kwako wewe. Ndio nakuuliza hiyo kauli wewe hujaona kama ni kichekesho? Ndio ikawa kesi. Ndio nakuuliza hiyo kauli kwamba msemaji wa Tabora anamgea msemaji wa Yanga masaa 24. Wewe hujaona kama ni comedy hiyo? Wewe umepokea vipi? Hiyo ni cheka tu kaka. Ahmed alikama hatari Magawa na hatari noma nimeingia kwenye mfumo. Alikama pengine kuna taarifa tayari tumeiona ikitoka kasi kwa kile ambacho kimeendelea kuzungumzwa kwamba tayari yenyewe taarifa imefika na baadhi ya watu walikuwa wanazungumza tu pengine hawana uhakika, imekuwa ni fununu, lakini leo imeonyeshwa kwa kweli mlidhamiria na mnaendelea kudhamiria kuwa mko serious kwenye tukio ambalo kwenye jambo ambalo mmekuwa mkizungumza kwamba mchezo hamchezi kwa kile ambacho kinaendelea. Pengine hii inaonyesha mko serious kiasi gani kwenye swala hili? Sisi kama Yanga tuko serious kwenye kila jambo ambalo lina interest na taasisi yetu. Lakini kwenye hii issue ambayo umeuliza ya CAS, nafikiri kwanza si busara kwa watu ambao wameandaa mchezo wa kesho tukaipa mileage kubwa nafasi hiyo au story hiyo tukaacha kuzungumzia mchezo husika. Acha tuzungumzie mchezo wa kesho malizike. Taasisi hii ya Yanga itarudi ofisini. Kama kuna ulazima wa kuzungumza na umma, tutawaita waandishi wa habari, tutakwenda kuzungumza na umma kuhusu hilo jambo. Ila kwa sasa hivi nimejibu kwa swali lako la kwanza kwamba sisi tuko serious kwenye kila jambo, lakini pia hii si platform sahihi ya kuzungumzia jambo la CAS. Hii ni platform kwa ajili ya mazoezi ya mwisho ya mchezo wa kesho. Kwa naamini public wakiwemo wanachama na mashabiki wa Yanga akili yao imejikita kwenye kusikia kwanza habari zinazohusisha mchezo wa kesho. Ukishamalizika huu tutakuwa na muda hapo kama club
mtendaji mkuu ataniambia kuna taarifa ya kuileta kwa umma, tawaita, tutazungumza, wala usiwe na wasiwasi. Maneno yako ya kwanza kabla tunaongea na wananchi wa Tabora, sema hii si mechi ya kawaida. Lakini baadaye tena tulisikia wanasema kwamba wapo ambao wanatengeneza ikani ni mechi ngumu ama ni mechi kubwa, lakini kwa nini si mechi kubwa? Tuondoke na ipi kwenye ni mechi si mechi ya kawaida au ni mechi si ngumu? Ondoka na vyote. Ondoka na vyote. Ondoka na vyote kwamba ni mechi kubwa, ni mechi ya kisasi kwa Yanga Afrika, lakini ondoka na la pili kwamba sio mechi ngumu. Unajua mechi inaweza kuwa kubwa lakini isiwe ngumu. Unaelewa? Mechi inaweza kuwa ngumu lakini isiwe kubwa. Inaweza kukutana timu za madaraja ya chini kabisa, lakini mechi sio kubwa lakini zikawa ngumu. Na mechi zinaweza kuwa kubwa kwa fakta tofauti lakini sio ngumu. Kwa mfano mechi hii ya Yanga na Tabora, kwa nini imeingia kwenye trending? Sio kwa sababu ya quality labda ya timu zote mbili. Ni kwa sababu ya historia matokeo ya mechi iliyopita, ni kwa sababu ya mazungumzo mengi ambayo yamezungumzwa nje ya uwanja. Sasa hayo mambo yanafanya mechi ingie kwenye trending, mechi ionekane kubwa, mechi iwe na msisimko, watu wataki kuifuatilia. Lakini ukizungumza mechi ngumu ni kitu tendo kingine kabisa ambacho kinaamuliwa hapo kwa tathmini ya dakika 90. Sasa wewe tu ukiangalia ni mechi kubwa, mechi ngumu. Ngumu sio kubwa. Na B yote majibu. Tunachosema mwanzo wewe ndo unasigda kwa tafuta na afande, ndo wewe. Ndo yule. Alituambia afande kwa mtu anasigda hapa kasahau bei kwenye gari la polisi. Sema shehe una ujasiri. Yaani kakodi gari la polisi kaja nalo na kaacha begi. Watu mwanzoni pia walijile taarifa ya kwamba uwanja huu umefungiwa kabla ya mechi yenu. Kuna ambao walifurahi. Lakini pia baadaye baada ya kurejeshwa hapa Tabora wenyewe wanaonekana kufurahi zaidi. Wakiamini ni uwanja ambao kwani itakuwa ni ngumu na itakuwa ni rahisi kupata. Okay, umeshafanya training hapa. Umeonaje uwanja na unawaambia nini wananchi ambao pengine bado wana ule moyo kusema uwanja mgumu kwa sababu usingerudi hapa? Kwa heshima kubwa ya watu ambao wanaosimamia uwanja wa Al Hassan Mwinyi, huu uwanja uko vizuri kabisa kwa sababu TFF wao wanatuma wakaguzi. Mimi sio mtaalamu wa viwanja. Wakishatuma wakaguzi maana yake wanajiridhisha kwenye zile standard ambazo wanazihitaji za uwanja zimefikiwa. Jambo ambalo sisi Yanga, Tabora wenyewe, hawa TFF, bodi ya ligi na wadau wa mpira wanaliomba kusitokee na mabadiliko ya hali ya hewa, mvua ikanyesha. Mvua ikinyesha pichi hata ina standard gani? Itaharibika. Tumeshuhudia mechi ya mwisho ambayo ilichezwa hapa ya Tabora na Kagera, mvua ilinyesha na picha ilikuwa kwenye mazingira mazuri. Kwa hiyo hilo ni dua la wapenzi wa soka. Ili tuenjoy mpira mzuri, jua liwake kama hivi kesho inshallah, ili watu waje waone pasi zikiingia. Kuna mtu mmoja amesema zitakuja kupigwa pasi hapa kama namba za vocha. Unajua namba za vocha? Mungu atupe uhai tu. Kesho inshallah. Nani? Mchezo dhidi ya Simba. Na baada yake habari wasema akasema tunampa maelekezo pengine na hadi yeye apoteze. Sisi tayari tushamaliza. Hayo hiyo ilikuwa movie ya Tom na Jerry. Achana nayo. Hiyo nazungumzia ilikuwa ni movie ya Tom na Jerry ambayo ukiwasha tu TV yako utaona kwamba Tom atakuwa anamkimbiza Jerry. Inakuwa sio jambo la kushtua sana. Ila kesho kwa sababu Tom hayupo, Jerry atabakia mwenyewe. Kwa hiyo Jerry anakutana sana mtu mwingine. Lakini Tom na Jerry ile mechi hata wewe uliona. Acheni kuuliza maswali ambayo na nyinyi majibu mnayo. Wewe ukiwasha TV katuni ya Tom na Jerry, naye anamkimbiza mwenzie. Si Tom anamkimbiza Jerry. Ndio tunachokiona hapa kwenye ile mechi. Kwa hiyo sisi tunaamini kesho tuna nafasi ya kuweka standard yetu kama Yanga. Kwanza kwa heshima ya mashabiki wa huu mkoa. Yanga haijakuja muda mrefu, watakiwa wapate furaha, na tumezungumza na wachezaji mara kwa mara, kocha anazungumza nao kuhusu kujituma na kuweka jitihada, kuwafikiria pia mashabiki ambao wamekuja leo tuweze kupata matokeo mazuri. Tabora wajua kwenye msimamo pale walipokuepo sio kwa bahati mbaya. Ligi yetu ni ngumu na wao wameweza kupambana kuokota pointi na wanataka kuthibitisha kwamba msimu huu wao sio timu dhaifu. Wanataka kuchukua pointi 6 kwa Yanga. Wanasema kwamba level ya quality ya wachezaji wa Yanga sawa sawa na wachezaji wa Tabora. Nitafutie hiyo clip. Na umesikia kwamba wanajiita wao ni Tabora. Hiyo clip kwamba wachezaji nitafutie clip ni itume mahala. Alikama wewe ni miongoni itume mahala. Alikama wewe ni miongoni mwa watu ambao mnakuaga mnaonesha clip wachezaji yale maneno ambayo wanazungumza. Sio miongoni, niko peke yangu. Niko peke yako sio miongoni mwa kuna mwingine, niko peke yangu. Niko peke yako. Kwa kama kuna clip hiyo kwamba wachezaji wa Yanga hawana uwezo, naombeni mnitumie. Sasa hivi jambo lishaanza kuwaonesha watu. Niipata hiyo clip, nikiipata sasa hivi mbele yenu hapa.
Na kwenye group la wachezaji naweka pale. Na tafsiri pale Kifaransa, na tafsiri pale Kiingereza, na tafsiri pale Kilingala. Ili nani Kangalombo naye asipate shida. Bwana mkuu wa mkoa amewekea watu 60. Mkuu wa mkoa? Amewekea bilioni 60 watu. Basi inshallah. Tusubiri kesho kaka. Tujue ataitolea kwenye mfuko upi. Sio na haraka. Kwa shati au mfuko wa suruali. Yeah. Kangalombo unajua ni miezi yake ya kwanza kwenye timu. Na mchezaji yote ambaye anakuja mara ya kwanza kwenye timu, motivation yake kubwa ni kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Hakuanza kwenye kikosi cha kwanza kwa sababu ya ushindani wa namba na fitness yake pia haikuwa kwenye level nzuri. Sasa hivi tunaamini ameshafika hapa na anataka kugombania namba. Kwa maana kila mechi anapata nafasi anafunga. Mazoezi yameanza sasa. Naona umeacha kunihoji unaangalia mazoezi. Asanteni.